Mimi kwa majina naitwa Imelda Ezekia Chongolo. Mimi ndo mratibu wa kliniki hii ya Doni Gwandela. Ilianza mwaka 2013 tukiwa tunatoa huduma ya mazoezi tiba kwa watoto wenye changamoto za akili na mifugo. Tulianza na watoto 24, lakini mpaka sasa tuna watoto zaidi ya 666 ambao wameshajisajili. Lakini licha ya hivyo, kuna watoto ambao wamepona kabisa, kuna wengine ambao wanashiriki huduma ya mashuleni, manake wapo kwenye elimu jumuishi, na wengine wapo kwenye vitengo maalum. Lakini wengine tumeweza kuwatrain kupata ujuzi mbalimbali ili waweze kujikimu katika maisha yao ya kawaida ya kila siku. Lengo kubwa ni nini? Lengo kubwa ni kuwasaidia ili waweze kujikimu wenyewe kiuchumi, lakini kutatua changamoto zao. Tumeona changamoto kubwa kwa nchi yetu ya Tanzania, watu wenye ulemavu wamekuwa kiacho wakibaki kuwa ombaomba mtaani, hali ambayo hata inadhalilisha utu wao. Kwa lengo letu sisi ni kuwafundisha wao waweze kujitegemea na zaidi kubadilisha mitazamo yao binafsi na kuanza maisha yao ya kujitegemea. Hivyo niwakaribishe sana. Mahali hapa mmefika mahali sahihi, hamjapotea, mpo nyumbani kwa ajili ya kuongeza tabasamu kwa watu wenye mahitaji maalum. Kwa wanasimba, hii si mara ya kwanza kufika hapa. Wameshafika Msako Mkari mara 2, na sasa baada ya kuwa familia kubwa kama Simba kwa kuzaliwa matawi mengine 14, leo wilaya imefika kwa mara ya kwanza ndani ya kituo hiki. Kwa hiyo ni jambo la kipekee sisi kama wanasimba kuja kuleta faraja kwa watoto wenye uhitaji maalum, na iwe ni desturi kwa kila mwanasimba kuona mtoto yeyote aliye karibu yako mchukulie kama mtoto wako, na ukimwona mtoto mwenye uhitaji msaidie, kwa sababu kama alivyotueleza mratibu hapa, kuugua sio kupoteza matumaini ya kuishi. Unaweza ukaugua na ukapona na kesho ukaja akawa msaada kwa taifa. Ndugu zangu, kazi ya kuishi na watoto wenye uhitaji maalum ni ngumu. Inahitaji kuwe na kipaji cha kipekee kwa ajili ya kulea familia za aina hii. Wengi wao tunajua hata mtoto mzima wa miaka 2 mitatu ambaye ana mikono miwili, ana miguu miwili, ana utimamu wa akili, bado ni kazi kumlea. Imagine chukua huyu mtu ambaye ana mahitaji kama ambao tutayaona hapa, kuna kazi ngumu. Watoto hawa sio tu kwamba wana mazingira magumu wao wenyewe, lakini pia hata wazazi wao na hata familia zao zinapita katika changamoto za aina mbalimbali. Hivyo sisi kama wanasimba tukawe wadau, tukahakikishe kwamba tunakuwa sehemu ya uponyaji wa hawa watoto ambao wanapita katika changamoto mbalimbali. Pia kitu kingine, nitaomba mratibu mwaka huu tuandikie barua ya kutualika tarehe 3 mwezi wa 12. Hii ni siku ya walemavu duniani. Kila mwaka tarehe 3 mwezi wa 12, kama sio siku yenyewe huwa tunaweka Jumamosi inayofuata kama haijaangukia Jumamosi, huwa tunafanya ibada maalum hapa, na kama vile ni sherehe ya hao watoto ambapo makundi na taasisi mbalimbali pamoja na mtu mmoja mmoja ambao wanaguswa wanaleta chochote walichonacho. Leo hii ni mama huyu na baba huyu wamepata mtoto huyu. Watoto ni baraka. Kesho na kesho kutwa inaweza kuwa kwako au katika ukoo wako. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa upendo wako kwa kuamuru siku ya leo
tuonane na ndugu zetu hawa wa Simba. Tunakuomba Bwana, ubariki nia yao njema, uendelee kuwafungulia njia na malango ya furaha katika maisha yao na katika maendeleo ya timu yao. Tunakuomba Bwana, wewe wa kwanza kutupenda, uendelee kuwapigania katika mahangaiko ya maisha yao na katika shughuli zote wanaofanya. Hasa baraka hii iwafikie pamoja na familia zao. Waendelee kuwa na sababu nyingi ya kukupenda zaidi na kukutumikia siku zote za maisha yao. Tunaomba hayo kwa sababu tunajua wewe ni Mungu, haujawahi kubadilika, leo, kesho, milele na milele. Amina. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.